Moja miongoni mwa maneno mazuri niliyowahi kuisikia yaliyozungumzwa na wanadamu yenye kumueleza mwanadamu ni nani, alhajmu alhaqiqi ya mwanadamu ni ipi, true size yake ni ipi. Ni maneno ya huyu msemaji wakati aliposema lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu falam yabqa minhu siwa surati lahmi waddam. Ni maneno mafupi lakini ndiyo yenye kukueleza wewe na mimi ni nani. Anasema lisanul fata nisfun. Ukitaka kumjua mtu anaunganishwa na vitu viwili ndipo anapokuwa mtu, na ule utu wake na hali yake na saizi yake utampima kwa vitu hivyo viwili. Sema lisanul fata nisfun, ulimi wa mtu ni nusu yake ya kwanza inayomuunganisha yeye. Si chochote si lolote ila ni ule ulimi wake. Wa nisfun fuaduhu, na nusu yake ya pili ni fuadi yake, yani moyo wake. Kwa hiyo ma haqiqatu al-insan au man huwa al-insan au ma huwa al-hajmu al-haqiqi li bani al-bashar, lisanu al-fata nisfun wa nisfun fuaduhu. Sasa kumebaki nini? Mwanadamu ni nusu mbili, ya kwanza ulimi wake, ya pili moyo wake. Falam yabqa, hakukubakia chochote kingine illa surat al-lahmi waddam, isipokuwa ni haikal, ni bodi yake tu, ambayo vikitolewa hivi vitu viwili inakuwa haina thamani yoyote. Kwa hiyo wewe na mimi tunawakilishwa na vitu hivi viwili. Mimi na wewe, ukweli wa hali zetu na cheo alichotupa Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yetu, na hali iwe nzuri au mbaya ya ukweli kabisa, itafichuliwa na vitu hivi viwili. Anaweza akaja mbele yako mtu mwenye haiba kubwa ya sura yake na bodi yake na hali yake ya mazingira yake, wewe ukamheshimu hata bila ya kukuambia neno lolote lingine, kutokana na mazingira ulioyaona kutoka kwa huyo mtu. Kama ni mtu mwenye shakhsia, mtu ambaye ana personality fulani, basi ukaanza kuogopa au ukaanza kumpa heshima kwamba huyu atakuwa mheshimiwa fulani. Lakini muda ambao ataanza kuongea na wewe, unaanza kubadilika kidogo kidogo kutokana na yale yanayotoka katika mdomo wake. Unaona, unaanza kumdharau au unaanza kumchukia kutokana na kile ambacho kinatoka katika mdomo wake. Inawezekana anachokitoa hakina harufu, lakini ingelikuwa ni vitu vyenye harufu, basi mji mzima wa Bujumbura ungekuwa unanuka kutokana na yale yanayotoka katika ulimi wake. Hii ndiyo maana ya lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu falam yabqa siwa surati lahmi waddam. Mwanadamu ni nusu zake mbili, ndizo zenye kumfichua, kumboresha, kumtangaza, ulimi na moyo wake. Hakubakia kitu baada ya hapo isipokuwa mwili na damu na mifupa, ambayo ni skeleton isiyokuwa na maana yoyote. Allah katika Qur'an anasema yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kathira. Piga mstari chini ya khairan kathira. Allah humpa busara anayemtaka, humpa hekima anayemtaka,
na yule atakayempa hekima Allah atambue kwamba huyo amelimbikiziwa kheri nyingi kutokamana na busara aliyopewa. Busara ni nini? Kuna tafsiri nyingi sana juu ya busara na hekima ni kitu gani. Wapo kila mmoja aliyeelezea, lakini yule aliyesema an taf'ala alladhi yanbaghi ala an-nahwi alladhi yanbaghi fi alwaqti alladhi yanbaghi, ni kufanya jambo lifaalo kwa njia ifaayo na kwa wakati ufaao. Amegusa angle zote zile nyingine ambazo wamezizungumza watu kuieleza na kuitafsiri ni nini maana ya hekima. Unapomwona mtu anafanya kitu kinachofaa kwa njia inayofaa na kwa wakati unaofaa, huyo ni mtu amepata chembe chembe au angalau sehemu ya kitu kinachoitwa busara na hekima. Namwomba Allah anipe mimi pamoja nanyi hekima ya kufanya mambo yafaayo wakati ufaao kwa njia inayofaa. Kule Unguja naye rafiki yangu mmoja ni kadhi, ni judge, sisi tunamuita kadhi. Kila nikimwona huwa nafurahi, na baada ya kusalimiana huwa namwambia maneno haya: lau ansafa an-nasu lastaraha al-qadhi walabata kullu an-nasi an akhihi radhi. Maana ya maneno haya kwamba watu wangekuwa na busara, watu wangekuwa na maono ya mbali na insaf, kadhi wewe ungekuwa huna kazi, ungepumzika. Lau ansafa an-nasu lastaraha al-qadhi, watu wangefanya mazuri, kusema mazuri, kutenda mazuri. Ungekuwa unakaa tu ofisini kwako, kazi yako una chat, una kazi. Basi kila nikimwambia maneno haya anafurahi, anacheka, kwa sababu anajua ninachomaanisha. Mimi sio kadhi, lakini ikifika Ramadhani huwa napigiwa mimi simu, umeandama mwezi au bado? Kesho tunafunga au hatufunga? Jamani, mimi si ninayetangaza mwezi, mbona napigiwa mimi simu? Mimi nimemwacha mke wangu, nimemwambia hivi, talaka ipo au haipo? Hizi talaka zimetoka 3 zote kwa mpigo. Wakikosana siku nyingine mpaka saa 8 usiku nimelala napigiwa simu, niko nyumbani kwako hapa na mambo muhimu sana, issue muhimu, nisaidie. Na ukisikia ile sauti na ile chuni ya sauti, unajua huyu mtu ana matatizo. Natoka, bwana, nimemwambia mke wangu hivi 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 na ameondoka, sasa sijui unaweza ukanirudishia mke wangu au vipi? Sasa mimi naweza nikamrejesha mke vipi wakati umeshampa talaka na nyingine zote zimetoka? Na hisi wale waliokuwa ndio makadhi, sijui kama wanalala, sijui kama wanaishi vipi na wake zao majumbani, sijui simu zao zinakuwaje, matatizo kama haya. Sasa yeye alivyoniambia, ananiambia kuna kesi nyingi zimekaa za miezi na miezi, unakuja namba hii zimerundikana hivi, na matatizo makubwa, na hususan ya ndoa na vitu kama hivi. Kwa hiyo mimi katika watu ninaowaombea Mwenyezi Mungu awape busara ni makadhi, na watu ambao ni wazee walioonekana katika jamii kwamba ni watatuzi wa migogoro, wanatatua matatizo ya watu. Hawa watu nawaombea Mwenyezi Mungu awape kitu kinachoitwa hekima na busara. Kuna kesi nyingine hazitatuliwi kwa nusus. Huwezi ukamwambia mtu aya hii au hadithi hii au hii akakuelewa. Wengine hawazielewi, hawaziamini, au ndani ya imani yao bado hawajafikia huko. Na wengine pengine sio Waislamu, umekuja unawatatulia, ukimwambia Mungu anasema hivi, anasema hivi, Mtume
ni vitu muhimu sana, lakini anaona kama sijaamini mimi Mungu huyo au mtume yule, hawa watu tunawasaidia vipi? Watu ambao hawakusoma, hawaelewi thamani ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna zake na aya za Qur'an, tunawasaidiaje? Kwa hiyo unatakiwa mara nyingine utumie mambo ya ziada ya mifano na mambo mengine ya hila au njia za busara za kuweza kutatua matatizo ya watu. Nitakupigia mfano juu ya hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith sahih almuttafaqu alayhi anasema, kanat imraatani, walikuwepo wanawake wawili, jaat kullu minhuma biwaladiha, kila mmoja alikuwa na mwanawe mdogo amembeba. Wakaja wakakaa labda katika bustani, fajaa dhibu wa dhahaba bibni ihdahuma, akaja mbwa mwitu akamteka akamnyakua mtoto mmoja kati ya watoto wale wawili wa hawa mama wawili, akaondoka naye. Yule mtoto aliyechukuliwa, inavyoonekana katika hadithi na mazungumzo, ni mtoto wa mama mkubwa au wa dada mkubwa katika hawa dada wawili, mmoja mdogo mmoja mkubwa. Akamchukua akaondoka naye. Wewe wakigutuka na kuzunguka, wanamwona mtoto mmoja, mbwa mwitu ameondoka na mtoto mmoja. Wakaanza kuzozania yule mmoja, kila mmoja anasema huyu ndo wangu, mwingine anasema mimi ndo wangu. Unajua mmoja ameshaondoka, ameshaliwa. Kwa hiyo ili kukidhi haja, mmoja anajua hasa kwamba huyu si wangu. Kwani mama unafikiri atakosea mtoto wake ni nani? Unajua vizuri. Lakini ili asiondoke patupo, anasema inama dhahaba bibnik, mbwa mwitu kamchukua mwanao, ni mwanao wewe, ni wako wewe, huyu wangu mimi. Mtume anasema fatakhasamata ila nabiyillahi Daud, wakaenda kwa mtume Daud. Nabii Daud ni mtume na akahukumu yeye kwa mazingira aliyoyaona. Anasema fahakama lilkubra, kwa sababu aliyeingia pale labda ni mkubwa, amembeba yule mtoto na hoja zake labda zilikuwa nzito na ushahidi anauona ni mkubwa. Asema huyu mtoto atakuwa wako wewe, wewe huna mtoto, huyu mtoto ni wa huyu mkubwa. Basi wakatoka pale, bado wanasema sema. Anasema njiani mlangoni wakamkuta Nabii Sulaiman mwanawe Daud. Kauliza, mbona mnasema nini? Waambia mtoto huyu kila mmoja kati yetu anasema wake, na nabii ameshatuhukumia ni wa huyu, ina maana hamjaridhika, ngoja ni wahukumie. Nabii Sulaiman akawaita watu akamwambia, ituni bisikin, ebu nileteni kisu. Wale mama wakaanza kutia, kuna nini? Kwa nini kisu? Anasema hata ashuqahu lahuma nisfain, ili nimchane, nimpasue huyu mtoto vipande viwili, kimoja nimpe huyu mdogo na kimoja nimpe huyu mkubwa. Si hawajaridhika, wanazozana. Yule mama halisi wa yule mtoto aliposikia vile, akamwambia Nabii Daud, da'hu yaish yarhamuka Allah, mwache, usimchinje, usimkate, usimpasue vipande, mwache endelee kuishi. Innahu laha, huyu mtoto atakuwa wake yeye, huyo atakuwa wake. Kwa maana kwamba anataka tu aishi, hawezi kuona mtoto wake anachinjwa, anakatwa vipande viwili mbele yake na yeye anatizama. Basi Nabii Sulaiman aliposema vile, akasikia yule mwanamke anasema muachie yeye, akasema sio wako wewe, huyu mtoto ni wa huyu anayesema muache. Kampokonya, kampa yule. Akaangalia, yani hii hila ameitumia na akamjua mama halisi ni nani. Hizi ni mbinu ambazo unaweza ukazitumia kwa watu wengine ambao ni majahili,
mtu ambaye hakusoma hawezi akakufahamu vizuri kumsomea aya, hawezi akakuelewa ukimsomea hadithi, pamoja na kwamba hii ndio dusturi, ndio katiba yetu, ndio namna tunavyoelezana. Lakini hebu tumia mbinu nyingine ya kuweza kutaka kumhariki na kumtoa katika wasiwasi ule, umfahamishe kitu pengine kwa mazingira mengine anaweza akakuelewa. Nabii Sulaiman akasema huwa laki, huyu mtoto atakuwa wako, na kweli alikuwa wake, akaondoka naye mtoto wake. Hii ni mifano ya busara na namna unavyotumia fatana ule dhaka, uwerevu na kusoma alama za nyakati. Na hivi ndivyo Muislamu anavyotakiwa, kama alivyokuwa akisema Umar, lastu bil khibbi wala al khibbi yakhda'uni. Mtume alikuwa akisema la yuldaghu almu'minu min juhri marratain. Yote hii ni kuonyesha almuslimu yambaghi an yakuna fatinan. Muislamu anatakiwa awe anaelewa mambo, anafahamu na mbinu nyingine zote za haraka. Mtume alipotaka kujua idadi ya makafiri waliokuwa katika vita vya Uhud, aliuliza ni wangapi? Yule kijana akasema sijui, lakini ni wengi. Akamuuliza wanakula nini? Sema wanachinja ngamia. Wanachinja ngamia wangapi kwa siku? Akamwambia nafikiri 10, siku nyingine wanachinja 9. Mtume akasema alqaumu ma baina 1900, watu hao watakuwa ni 1000 au watakuwa watu 900. Alipoambiwa chakula chao tu wanakula ngamia kwa siku 10, yani wanachinja ngamia 10 na siku nyingine ngamia 9, akamgaia kila watu 100 ngamia mmoja katika chakula, na akapata result. Na kweli makafiri katika vita vya Badr walikuwa 1000, katika riwaya walikuwa 900. Hisabu kamil, complete kabisa, kama alivyotajiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni fatana na dhaka ya hali ya juu. Nikupe mfano mwingine. Al-Imam Abu Hanifa alisikia mtaani yuko mtu anamtukana Amiri al-Mu'minin Uthman ibn Affan, asema innahu rajulun yahudi, kajificha tu nyuma ya Uyahudi, huyu ni Myahudi mkubwa. Matusi makubwa kwa Amiri al-Mu'minin Uthman. Watu wote ikawa mjini wanatambua huyu mtu namna imani yake juu ya Uthman ibn Affan kwamba ni Myahudi. Sasa ulama kama Abu Hanifa ndio viongozi, watafanyaje namna ya kumzuia huyu na kumwelimisha? Atapewa uhakika gani afahamu? Akaenda nyumbani kwake siku hiyo kugonga mlango. Kaingia ndani ya nyumba, yule bwana kafurahi, Imam Abu Hanifa amekuja nyumbani kwangu, shekhe mkubwa, ahlan wa sahlan. Akamwambia tulia, nimekuja kuposa. Akamwambia karibu sana, mfano wako wewe harudishwi, alimu mkubwa, binti yangu aolewe, karibu. Akamwambia hapana, sikuja kuposa mimi. Ala, umekuja kumposea nani? Anasema kijana, nimekuja kumposea fulani. Sifa zake zikoje? Akamwambia ni taqiyun wari'un sakhiyun yaqumu al-layl yasumu an-nahar طول البكاء بقيام الليل. Kampatia mawasifat, yaqra'u al-Qur'an, qari'u al-Qur'an. Akamwambia tosha. Anasema sifa ndogo tu katika hizo ulizozitaja, anafaa huyo mtu kuwa mume wa binti wa Amiri al-Mu'minin. Sikuambii sifa zote ulizozitaja hizo. Akamwambia lakini ana ila moja, bwana harusi. Ana ila gani? Anasema ni Yahudi. Yule pale akabadilika. Anambia imamu mzima unaniletea Mayahudi nyumbani kwangu kuja kuniozesha, niwaozeshe watoto wangu? Umenifanyia mimi si mtu mwenye imani? Akamwambia hapana, mbona mtume alifanya hivyo? Mtume alifanya hivyo, aliozesha binti yake Yahudi. Tena sio mmoja, wawili, wote alimuozesha Yahudi. Nani? Akamwambia Uthman ibn Affan. Si ndo anasema Uthman ni Yahudi? Akamwambia basi mtume aliozesha Yahudi, alimuozesha Ruqayya, akamuozesha Kulthum,
binti wake wawili kumwozesha Yahudi. Yule bwana pale pale akasema astaghfirullah, astaghfirullah, nimetubu kwa Allah, nimetubu kwa kumzulia Uthman ibn Affan. Kama yeye Yahudi, mbona wewe unakataa kuozesha Yahudi wakati mtume wako ameozesha Yahudi? Kumbe ni chuki binafsi tu. Sasa njia za kumkemea na kumfahamisha ni njia za aina yake. Hakuja pale akamwambia we ni kafiri, we ni hivi, we ni hivi. Hapana, akamfahamisha kwa kidiplomasia na akaelewa na akaona haya. Imam Muhammad al-Ghazali kuna siku aliambiwa tupe hukumu ya tariku sala. Ma hukmu tariki sala, nini hukumu ya mtu mwenye kuacha sala? Wale wakatawaka, atasema kafir khalidan fi an-nar. Akasema hukmuhu an ta'khudhahu ila al-masjid li yusalli, hukumu yake mkamate mkono uende naye msikitini ukasali naye. Akamwambia kun da'iyan qabla an takuna qadiyan, kuwa mlinganiaji kwanza kabla hujahukumu watu. Umeshawahi kumchukua ukaenda naye msikitini? Umeshawahi kumwambia twende tukasali? Sasa kwa nini unamhukumu tu kwanza? Ndio neno lake alilolisema. Hizi njia kama hizi wengi tunafeli. Kwa hiyo Imam Abi Hanifa akatoka pale amepeleka da'wa kwa njia inayofaa, na yule bwana hakurudi tena kumsema Amiri al-Mu'minin Uthman ibn Affan kwamba ni Yahudi. Angalia Qadhi Iyas, tunamzungumza hapa kila siku. Alikuwepo bwana mmoja tapeli katika mtaa, na anajifanya ni mtu mwema, mcha Mungu, anajificha katika kivuli cha dini kuwafanyia watu utapeli. Ukienda ukiweka amana yako inapotea. Akienda mtu mmoja akampa pesa nyingi sana, akamwambia niwekee amana na naenda safari, nikirudi utanipa amana zangu. Yule bwana akaenda safari, akirudi amana yangu, yule bwana anasema hujanipa kitu, akamrusha. Dhalim, bwana pesa zangu. Akamwambia hukuniachie kitu. Nini ushahidi wako? Nipe ushahidi. Hakuna ushahidi. Yule bwana akaenda kwa Qadhi Iyas mwenye amana, akamwambia bwana fulani fulani amenidhulumu amana yangu. Akamwambia we anajua kama umekuja hapa? Akamwambia hajui. Akamwambia basi usiseme kitu, nenda njoo siku ya pili. Akaondoka yule bwana kwenda nyumbani kwake, huku Qadhi Iyas akamtuma mtu kamwite huyo jamaa tapeli. Akaenda akaitwa. Alipofika tu pale hakumwambia we mbona unatapeli watu nini? Akamwambia bwana nimeletewa zaka nyingi na sadaka nyingi na mali nyingi za mayatima, sasa sina pa kuziweka. Wewe nyumbani kwako kuna nafasi ya kuweka mali zote hizi? Akamwambia ndio, nafasi ipo. Sasa nitampiga amiri wao na kadhi wao pia. Basi akamwambia basi njoo kesho kutwa, tena usije peke yako. Itini biman yahmiluna hadhihi al-amanat, njoo na watu wenye miraba minne watakaobeba hizi mali. Yule bwana akaje, ulaji leo upo kwa kadhi. Kenda zake. Siku ilipofika yule bwana akaja, alimwambia njoo siku ya pili. Yule mwenye kudai sasa akaja akaambia sasa nenda kamwambie huyo tapeli akupe mali zako. Akikataa mwambie naenda kukushtaki kwa kadhi sasa hivi, mpe hiyo taarifa. Wewe mwambie hivyo tu, wala usibishani naye. Akaenda kwa siku hiyo, akamwambia bwana nimekuja, zile mali zangu vipi, nipe mwenyewe. Akamrusha hivyo hivyo, hakuna kitu hapa bwana, huambuli kitu hapa, huchukui kitu hapa. Akamwambia sawa, mimi naenda zangu kwa kadhi kukushtaki leo. Ukumbuke kwa kadhi ni kule alikwambia na mali nyingi, nataka unisaidie kuziweka pahala. Sasa akaona huyu anaenda kwa kadhi ataniharibia CV yangu. Unajua mimi na kadhi tuna big deal. Sasa akienda huyu kwa kadhi tu ameniharibia. Akamwambia bwana njoo. Chukua mapeni yako kadhaa. Kuna mali nyingi huko nisije nikaikosa kwa upuuzi wako.
Yule bwana akashangaa, huyo mtu mbona leo kanipa mali mgumu wa kulipa, lakini leo amenipa. Kenda kwa kadhi, kamwambia bwana kadhi, asante sana, nimepata mali zangu. Akasema basi, mpomwambia naenda kwa kadhi kukushtaki tu, basi karudi nyuma. Akamwambia basi nenda zako. Sasa namsubiri aje. Kaja siku hiyo, anamwambia bwana, nimekuja kwa ile ahadi yetu. Anamwambia ya adu wallah, kamwita ya adu wallah, we adui wa Allah we. Sema taj'alu dina makhba'atan liajli dunya, unaifanya dini ndio kivuli cha kujificha upate kula dunia. Hakuna chochote hapa chako, nenda zako. Akamuumbua. Angalia namna alivyo solve problem kwa njia yake. Hakuingia pahala popote pengine, katumia. Hivi ndivyo makadhi wanavyotakiwa wawe. Sio wao ndo wanawasha moto. Unaenda kwa kadhi, unaenda kwa waamuzi, unaenda kwa watetezi, wao ndo wanasema usikubali hapa, kama vita, endelea, dai haki yako, kufa kupo. Baadaye mambo yanaharibika. Huyu kadhi Iyas huyu walikuja watu wawili wanazozania mali hivyo hivyo. Mmoja anasema hajanipa kitu, mwingine anasema nimempa amana yangu, la ananirusha tu huyo. Basi tulia, nataka kiapo aape huyu mwana kama hakupokea mali kutoka kwako. Maadamu anakataa, aape. Lakini kabla hajamwachia kuapa, anasema subiri tumpe nafasi kidogo. Anamwambia yule mdaiwa, ambaye yule mwenye kudai, ambaye ametoa pesa zake, anambia unakumbuka wewe pahala ambapo mmempa pesa huyu? Akamwambia ndio. Unapakumbuka vizuri? Akamwambia ndio. Hebu nenda hapo pahala, pengine wewe pesa zako uliziweka pahala fulani, huenda ukifika hapo Mwenyezi Mungu atakujalia utakumbuka aina wadha'ta malaka. Sasa nenda. Yule mdaiwa akamwambia wewe tafuta pahala ka. Yule mwenye kudai hela zake akamwambia nenda kaangalie huko sehemu. Yule bwana akaondoka. Alafu next anawahukumu wengine huku anamtizama yule jamaa tapeli mwingine kwa ncha ya jicho, yani anamtizama hivi, yani anamtime, anamuona amekuwa hayupo, sasa anawaza tu. Alafu ghafla akamgeukia akamwambia, unadhani huyo mwenzako amefika hapo pahala anapokwenda? Yule bwana akachoka, hajafika bado. Akamwambia kumbe unajua pahala alipokupa hela. Anasema pahala unapajua, lakini hela unakataa. Kamtime. Yani hivi vitu ni vitu special ambavyo leo wanaweka chuo maalum, wanawapeleka watu wao kusomea mambo haya ya intelijensia. Wanasoma body language, wanasoma macho yako, wanasoma harakati zako. Wanapokuhoji, 99% wasema huyu ndiye mwenyewe mwizi huyu, kutokana na ile hali. Lakini hizi ni mambo ambayo Allah anampa mtu mwenyewe, na njia ya kuweza kufanya vitu kama hivi. Kwa ajili yote hii inatokana pia na ndimi zetu, namna tunavyozitumia, na akili zetu alizotupa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nawaambia makadhi mara nyingi sana wawe werevu, wasishtuliwe na machozi, hususan ya wanawake. Anakuja analia kanitoboa jicho, ukawa wewe haraka ukitamaka, kumbe huyo kaanza yeye kumtoboa mwenzake macho yote mawili, yeye katobolewa moja. Kwa hiyo lazima uwe kayes, mwenye kufikiria vizuri na kuwaza vizuri. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa hao ambao Imam Shafi anasema inna lillahi ibadan futana, waja werevu wekevu ambao wanajua nini kinachoendelea katika hii dunia. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.